Mwashamu Baba Askofu msaidizi, mababa ulioandamana nao, nanyi ndugu waamini wote, protokali zote zikiwa zimeheshimiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Risala ya uzinduzi wa kitabu cha Sauti ya Mama Bikira Maria wa Fatima kwa milenia ya 3 kilichoandikwa na Padre Gideon Kitamboya. Risala kwa mgeni rasmi kwako Mwashamu Baba Wilbrod Kibozi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma na msimamizi wa kitume wa Jimbo la Kondoa, tarehe 6 Juni 2026. Mwashamu Baba Askofu, ifuatayo ni risala au maelezo mafupi kuhusiana na tukio hili la uzinduzi wa kitabu hiki leo tarehe 6 Juni 2026, siku ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi inayoambatana na ibada kwa moyo safi wa Bikira Maria. Utangulizi. Utume wa Fatima ulimwenguni Tanzania katika Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma ulizinduliwa mwezi Februari 2023. Shughuli za utume wa Fatima zilianza jimboni Dodoma katikati ya mwaka 2021 katika parokia ya Mtakatifu Luka Mwinjili Hembahemba. Mwamko huu kwa nafasi kubwa ulichochewa na ujio wa Padre Gideon Kitamboya OFM Cap aliyehamia katika parokia hiyo akitokea Dar es Salaam. Jimboni Dar es Salaam, Padre Kitamboya alipata fursa ya kusimamia shughuli za utume wa Fatima alipohudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Bikira Maria Mama wa Fatima Msimbazi. Parokia ya Msimbazi ndiyo kituo kikuu cha shughuli za utume wa Fatima jimboni Dar es Salaam. Aidha, Padre Kitamboya aliendelea kulea na kujishughulisha na shughuli za utume hata alipohamia katika parokia ya Kizuiani. Shughuli za utume katika parokia ya Hembahemba ziliamsha hamasa kwa wanautume ambao walikuwa wametawanyika katika parokia mbalimbali jimboni Dodoma, hasa wale waliokuwa wamehamia kufuatia serikali kuhamishia makao makuu kutoka Dar es Salaam. Mwashamu Beatus Kinyaia, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, alimteua Padre Kitamboya kuwa msimamizi na mlezi wa utume wa Fatima jimboni Dodoma. Padre Kitamboya ameendelea kutekeleza wajibu huu kwa nguvu, bidii na moyo wake wote. Kwa ufupi, Padre Kitamboya anajitoa bila kujibakiza kuhakikisha kuwa utume wa Fatima unaenea ndani na nje ya Jimbo Katoliki la Dodoma. Utume wa Fatima ni chama chenye jukumu la kutekeleza na kueneza ujumbe aliyoutoa Mama Bikira Maria kule Fatima Ureno mwaka 1917 kwa watoto watatu, Lucia, Francisco na Yasinta. Ujumbe aliyoutoa Mama Bikira Maria ni kutolea sadaka na kufanya malipizi kwa ajili ya kulipia dhambi na kuombea wakosefu. Ujumbe wa pili ni kusali rozari takatifu kila siku na kutafakari matendo yake. Pia kushika ibada ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi kwa lengo la kuutuliza moyo safi wa Mama Bikira Maria. Kujitolea kwa moyo wake safi ili kuwa wana wapenzi kwa kuvaa skapulari ya Bikira Maria wa Karmeli, skapulari ya kahawia kila siku. Kuiweka wakfu urusi kwa moyo safi wa Bikira Maria. Kwa ufupi, huo ndio ujumbe aliouleta Mama Bikira Maria kule Fatima. Yote hayo yanafanyika kwa nia ya kuombea amani ya ulimwengu wote, uongofu wa wakosefu na roho za marehemu toharani zipate rehema kwa Mungu. Madhumuni ya chama cha utume wa Fatima ni pamoja na kuchochea mafundisho sahihi ya Kanisa Katoliki na kutetea kikamilifu mafundisho ya Injili, kuwa watumishi waaminifu na wana wa Maria
kwa kufuata ujumbe wa Fatima katika kumtumikia Mungu, kushirikiana na vyama vingine vya kanisa vinavyojihusisha na ibada kwa mama yetu Bikira Maria. Kitabu cha Sauti ya Mama yetu Bikira Maria wa Fatima kwa milenia ya 3, ambaye ndiye mlezi, kilichoandikwa na Padre Gideon, ambaye ndiye mlezi wa utume wa Fatima Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, pia akiwa ni paroko wa parokia Mtakatifu Luka Mwinjili Hembahemba na dekano wa dekania Mtakatifu Francisco wa Asizi Kongwa. Kitabu hiki kimepewa idhini na Mhashamu Beatus Kinyaia OFM Cap, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Aidha, Baba Askofu Mkuu Kinyaia ndiye aliyeandika libaji ya kitabu hiki. Kukamilika kwa kazi ya uandishi wa kitabu hiki ni uthibitisho wa shauku na kiu alionayo padre kuhakikisha kuwa ujumbe wa mama yetu wa Fatima unawafikia Wakristo wa Katoliki wengi na watu wote wenye mapenzi mema. Tukio la uzinduzi linatoa fursa kwa washiriki, sisi tuliokuwepo mahali hapa, kupata nafasi ya kupata ufafanuzi na uelewa wa ujumbe uliomo wa kuombea amani ya ulimwengu, uongofu wa wakosefu na kuombea roho za marehemu walioko toharani. Huko Fatima, tarehe 13 Mei mwaka 1982, Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili alipata kusema kwamba ujumbe wa Fatima ni wa kufaa zaidi na wa haraka zaidi kwa wakati huo kuliko wakati mama yetu alipotokea mara ya kwanza. Tamko la Baba Mtakatifu linaonyesha umuhimu wa ujumbe wa Fatima kuwafikia wanadamu wengi zaidi ili lengo la Mwenyezi Mungu la uongofu wa wanadamu liweze kutimia. Ujumbe uliopo kwenye kitabu hiki unatoka kwa Mwenyezi Mungu na unaletwa kwetu kupitia kwa mama mtakatifu sana na Malkia wa mbingu na dunia. Mazingira yaliyokuwepo wakati wa ujumbe ulipotolewa ni pamoja na kitisho cha vita kuu ya kwanza ya dunia, vuguvugu la kuanza kwa ukomunisti uliokuwa kitisho kwa imani Katoliki, kuinuka kwa mataifa makubwa ya Marekani na Urusi kulikopelekea ulimwengu kuingia kwenye vita baridi na kadhalika. Matukio hayo yalisababisha kukosekana kwa amani ulimwenguni, mioyo ya wanadamu kuingia ubaridi na usugu wa kumwasi Mwenyezi Mungu, na hivyo hatari ya roho nyingi kupotelea jehanamu. Kanisa limefanya juhudi nyingi za kutekeleza na kueneza ujumbe wa Fatima ulimwenguni kote. Kuwepo kwa chama cha utume chenye jukumu hilo ni uthibitisho wa juhudi hizo. Hata hivyo, bado kuna upungufu wa nyenzo za kueneza ujumbe wa Fatima mintarafu vitabu vilivyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Kama alivyosema Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili mwaka 1982, mazingira ya milenia ya 3 bado sio salama kwa wanadamu, na hata kudiriki kuwa yumkini mazingira yamekuwa hatarishi kuliko mwaka 1917. Ulimwengu wa milenia ya 3 unatawaliwa na sayansi na teknolojia ambayo inaandamana na changamoto nyingi ambazo zimekuwa ni kitisho kwa amani kwa maisha ya wanadamu. Teknolojia ya habari na mawasiliano inaathiri mahusiano ya wanadamu na Muumba wao. Mfano, presha za maisha, changamoto za utandawazi unaorahisisha upotoshaji na uasi dhidi ya Mungu na kadhalika. Ulimwengu unatawaliwa na vita ambavyo madhara yake hayajalishi mipaka ya kijiografia. Ulimwengu wa milenia ya 3 umeondoa thamani kwa wanadamu wanyonge. Mfano, sheria ya kunyima watoto haki ya kuzaliwa, sheria zinazohalalisha mahusiano baina ya wanadamu wa jinsia moja na mambo mengine yanayofanana na hayo. Haya yote yamo kwenye siri zilizotolewa katika ujumbe wa Fatima.
Kitabu cha Sauti ya Mama Bikira Maria katika milenia ya 3 ni juhudi za kuhuisha ujumbe uliotolewa zaidi ya miaka 100 ili uweze kuakisi mazingira ya sasa. Kitabu kinalenga kutoa mwamko na kufufua ari kwa wanadamu ambao pengine wanaingia katika hatari ya kufikiri kuwa ujumbe umepitwa na wakati. Ujumbe ulioko katika kitabu unalenga kutoa nafasi ya kuoanisha matukio ya milenia ya 3 na kuona uangavu wa ujumbe wa Mama Bikira Maria, kutoa suluhisho ya changamoto zinazoukabili ulimwengu wa milenia ya 3. Baba Askofu, ushiriki wako katika kufanikisha ibada hii ni muhimu sana kwa kuzingatia mapendo yako kwa Mungu kupitia Mama Bikira Maria. Tunaomba kupitia kwako Baba Askofu upaze sauti kupitia kitabu hiki, uwaambie wanadamu kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu bado ni kule kule jana, leo na daima, kwamba ikiwa ujumbe wa Bikira Maria kule Fatima utatekelezwa, kanisa litakuwa salama, Baba Mtakatifu hatapata mateso mengi na dunia itakuwa mahali salama pa kuishi. Tunamshukuru sana Baba Askofu kwa kushiriki nasi katika kukupa mwangwi ujumbe uliobebwa na kitabu hiki, ili watu wengi zaidi waujue na kutekeleza, ambapo ikiwa utafanikiwa, dunia itakuwa mahali salama pa kuishi kupitia kuongoka kwa wakosefu na marehemu wataurithi uzima wa milele. Mwisho, tunakushukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mama Maria, mama wa wote, Viva Maria, viva! Viva Maria, viva!